Tutaomba tena ndani ya dakika chache zijazo. Na tutafanya ibada ya leo kwa mfumo wa kuomba. Haleluya. 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 Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Kila nguvu ya giza inayoshindana na Masihi wa Bwana kwa ajili ya kumchafua, tunaivunja kwa jina la Yesu. Kila mitego ya waovu kwa njia ya vyakula, kwa njia ya hewa, tunaipangua kwa jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Kila mitego ya waovu kwa njia ya chakula, kila mitego ya waovu kwa njia ya hewa, kila mitego ya waovu kwa njia ya vitu vya kufisha, tunaipangua kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, adui zote za baba yetu mtachelewa, mtachelewa. Kila mkienda mtakuta ameondoka, kila mkienda mtaenda mmechelewa katika jina la Yesu. Tunaweka uzito kwenye hatua zenu, tunaweka uzito kwenye hatua zenu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Shandarakada baba baba. Tulianza kuongea kwa habari ya silaha za vita vyetu. Sandar karaboshaka. Na utakumbuka niliongea mambo makubwa mawili. Nikasema tutaongea kwanza kidogo kwa habari ya vita, lakini haya baba shaka. Lakini nikasema pia baadaye tutaongelea silaha sasa za vita vyetu, na kabla sijafika huko pia tutaangalia silaha ambazo adui anazitumia kwa ajili ya kushindana na wenye haki wa Mungu. Haleluya. Nikakwambia vita yetu ni vita vya kiroho. Na sitarudia sana hapo leo, japo niliongea mambo kama manne. Nikisema vita vyetu ni vya kiroho, nilikwambia tunamaanisha kwamba wewe ni roho ambayo unashiriki kwenye vita, lakini pia adui zako ni roho. Na nikakwambia unapoiendea vita yoyote, ipime kwa ukiroho, kwa jicho la kiroho, iangalie kwa jicho la kiroho kabla haujaenda kimwili, kwa sababu adui zetu wote ni wa kimwili. Kwa mfano, tunavyoomba hivi, tunaamrisha kila roho ya giza Tanzania iharibike. Kama ambavyo wewe ukisikia watu wanamkufuru Yesu, wanamtukana Yesu, unajisikia vibaya, ndivyo ambavyo tukipiga roho ya uchawi Tanzania, kuna watu wanajisikia vibaya na wanataka wa react. Kuna tukipiga roho ya uwaji, tukipiga maroho ya ajali, kuna watu hicho kitu kinawaumiza, kwa hiyo wanajisikia kureact. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kila jambo ni la kiroho. Lolote unaloliona, hata kama hicho unachokiona sio cha kiroho, basi kimesababishwa na ulimwengu wa roho. Hata kama hicho unachokiona sio cha kiroho, lakini kimesababishwa na ulimwengu wa roho. Na nikakwambia ulimwengu wa mwili ni ulimwengu ambao unatawaliwa, unaendeshwa, unaongozwa, unasimamiwa na ulimwengu wa roho na kanuni za ulimwengu wa roho. Kwa sababu chochote unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili kimetoka rohoni kwanza. Hiki kitu unachokiona kilitoka rohoni kwanza. Kilitokaje rohoni? Kilitoka rohoni kama wazo. Na wazo kwa Mungu ni kitu halisi. Wazo kwa Mungu ni kitu halisi. Maana kilikuja kama wazo ndani ya mtu. In fact hilo wazo ni kitu halisi ambacho kilikuwepo rohoni, Mungu akakishusha ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikakwambia ulimwengu wa mwili unaendeshwa na ulimwengu wa roho. Lakini jambo la tatu nikakwambia, tunaposema vita vyetu ni vya kiroho, tunamaanisha pia silaha zetu tunazotumia kwenye vita ni za kiroho. Our weapons are very 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 spiritual. Bila anasema ingawa tunaenda kwa jinsi ya mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ingawa tunaenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Na anasema silaha zetu si za mwili. Silaha zetu zina nguvu katika Mungu. Mungu ni roho, maana silaha zetu zina nguvu katika roho. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3, 4 na 5. Lakini jambo la tatu pia nikakwambia, jambo la 4 nikakwambia pia uwanja wetu wa vita ni ulimwengu wa roho. Maana sisi kama ukishindwa kuamua vita yako kwenye ulimwengu wa roho, basi umeshindwa kwenye ulimwengu wa mwili. Kitakachotokea kwenye uwanja wa vita ulimwengu wa mwili ni kile ambacho kimeshaamriwa tayari kwenye ulimwengu wa roho. Kama haujashinda kwenye ulimwengu wa roho, unapoenda kwenye ulimwengu wa mwili tarajia kushindwa. Hebu sema tarajia kushindwa.
Ndio maana utaona timu za mpira na vilabu vingine wanaenda kuloga, wanajifukiza, na wale wenye akili timamu wanatafuta msaada kutoka kwa watumishi wa Mungu ili watengeneze matokeo kabla hawajaingia kwenye uwanja. Kumbe sio michakato ya kimwili inayoamua matokeo, ni ukiroho nyuma ya yale ambayo tunayafanya ndio unaoamua tupate nini na tukose nini. Jambo la 5 nikakwambia, tunaposema vita vyetu vya kiroho ni kwa sababu pia vinahitaji ufahamu wa kiroho ili uweze kupigana. Vinahitaji ufahamu wa kiroho. Nikakwambia namna yetu ya kupigana vita ni tofauti na namna ya kibinadamu ya kupigana vita. Kwa mfano, nikasema Mungu anawaambia wana wa Israeli, zunguka ukuta wa Yeriko mara 7. Siku ya kwanza anazunguka mara 1, ukuta wa Yeriko wanauzunguka, ndio huo hapa ukuta wa Yeriko. Wanazunguka siku ya pili tena wanazunguka, siku ya 3 tena wanazunguka mara 1, siku ya 4 tena, siku ya 5, siku ya 6 mara 1, siku ya 7 wanazunguka mara 7. Na wanauzunguka wakiwa hawajabeba nyundo, hawajabeba sururu, hawajabeba vitu vya kuvunjia. Wamebeba pembe za kondoo, pembe za nini kwa ajili ya kupuliza na kufanya shangwe, matarumbeta, filimbi na vitu vingine. Ukiangalia kwa hali ya kawaida kibinadamu, physical reasoning, ile tukajaribu kuleta hilo jambo sasa kwenye sayansi ya kibinadamu ya kupigana vita, utaona hiyo mbinu hata jeshi la wananchi haliwezi likaitumia hata kama linashindana na mwizi asiye na silaha. Hata kama wanashindana na mwizi asiye na silaha, hawezi wakatumia hiyo mbinu. Yasema eti tuzunguke. Lakini nikakuonyesha pia Yehoshafati anaenda vitani na mbele anawatanguliza waimbaji. Anasema anaweka waimbaji mbele ya jeshi lake. Waimbaji ndio wanatangulia kuimba. Sisi tukafikiria kwamba ataweka na hao waimbaji. Sasa cha kushangaza zaidi sio kwamba waimbaji wanaimba, unajua kuna nyimbo zikiimbwa unakuwa na ile nguvu kuna kama nitumie ile jina mzuka. Kuna kama mzuka unakuingia, kuna kama namna fulani ya kupigana, morali, tuseme morali inakuingia, unajisikia kupigana. Nyimbo kama zile moto unawaka. Sasa walikuwa waimbe hata moto unawaka, walikuwa wanaimba wimbo wa shukrani. Eti mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Wimbo wa shukrani unaletaje vitani wimbo wa shukrani? Lakini cha kushangaza ni kwamba walivyokuwa wakiimba, bila sema adui zao kule wakaanza kugeukiana wao kwa wao. Mungu akainua vizi yao, wakapigana wao kwa wao na mwisho wa siku wakamalizana. Kwa hiyo pia aina yetu ya vita, namna tunavyopigana, ufahamu wetu unatakiwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana lazima uwe makini na sauti ya Mungu kwenye kila aina ya vita unataka kuiendea. Lazima uwe makini kusikiza maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kuna vita nyingine itakuja, Mungu atakwambia vita hii toa sadaka. Hivi unaniambiaje yule mfalme ambaye alimtoa mtoto wake kuwa kafara, akamtoa kafara juu ya ukuta, eti kuanzia hapo kwa kufanya hivyo, mtu ambaye tayari mechi ilikuwa inaonyesha, kwanza alikuwa anaonyesha tuseme ni mpira, ball possession, hawa wenzake wanaongoza labda 98%. Yeye ana 2% tu. Yaani kama ni mpira amegusa tangu imeanza, basi amepiga kama pasi 6 tu. Ila wenzake wale ndio wanashikilia mpira, wanauongoza na ameshafungwa tayari. Mpaka amefika mahali pa kutafuta msaada na ameona hawezi kupata msaada. Lakini kwa sadaka ile aliyotoa, ushindi ukapatikana kwenye ulimwengu wa mwili. Unahitaji ufahamu wa kiroho. Halo. Nikakwambia jambo la pili, kwa nini tunaongelea masuala ya vita? Nikwambia ni kwa sababu ya unabii wa siku za mwisho. Tuko kwenye unabii ambao unaongea sana kwa habari ya vita. Mathayo 24, leo tutasoma hapo Mathayo 24 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 14. Mathayo 24 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 14. Ngoja nisome Mathayo 24 mstari wa 1 hadi mstari wa 14. Anasema Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Alafu anasema naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Mstari wa 3 anasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Manake hayo ambayo umetuambia kwa habari ya kubomolewa kwa hekalu likavunjwa hata lisalie jiwe juu ya jiwe, yatakuwa lini? Anasema nayo ni lini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Wameuliza maswali matatu. Swali la kwanza, Yesu tuambie ili swala la hekalu kubomolewa litakuwa ni kwenye majira gani? Lakini swali la pili wanamwambia tueleze pia ni nini dalili ya kuja kwako. Na haya matukio yameenda kwa mpangilio huo. Kwa sababu cha kwanza kilitakiwa ni hekalu iharibike, cha pili itakiwa ni Yesu aje, cha tatu itakiwa mwisho sasa wa dunia ndio uje, mwisho wa dunia ndio uje. Kwa hiyo anaulizwa maswali matatu. Hayo maswala ya hekalu, la pili ni swala la yeye anakuja lini, la tatu ni swala la mwisho wa dunia. Sasa mstari wa 4
anasema Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Mstari wa 5 anasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Hilo neno ni Kristo ni kwamba yeye ni mpako mafuta. Watu watakuja watatuambia mimi ni mpako mafuta, mimi ni nabii wa Bwana, mimi ni masihi wa Mungu, mimi, yani kila mtu atakuwa na jina lake. Mimi ni mtu mkubwa, mimi ni nabii sharpshooter. Naona ndani ya sekunde chache mambo yako, nina uwezo wa kutabiria watu 10,000 ndani ya dakika 5. Tutaona watu hivyo wa namna nyingi. Sisemi kwamba wanaosema hivyo ni wa uongo, lakini kuna wa uongo pia wanaosema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema sasa mstari wa 6 anasema nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Sikiliza tena, tutasikia nini? Habari ya vita na matetesi ya vita. Kwa Kiingereza anasema hivi, and you shall hear of wars. Maana tutasikia vita and rumors of wars. Kwa hiyo kuna vita na kuna matetesi ya vita, ni vitu viwili tofauti. Kuna vita na kuna matetesi ya vita, ni vitu viwili tofauti. Kwa Kiingereza anatumia neno rumors. Ni kama rumors, ni kama maneno yasiyo na ushahidi. Ni kama habari za uvumi au uzushi. Uzushi kuhusiana na vita kwa hiyo na yenyewe pia atakuwepo. Alafu anasema angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Mstari wa 7 tena anasema kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Alafu anasema mstari wa 8, hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Mstari wa 9 tena anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua. Hebu sema watawaua. Ila wewe haufi kwa jina la Yesu. Natangaza wewe haufi kwa jina la Yesu. Nasema tena wewe haufi kwa jina la Yesu. Hapa hajasema jina la mtu, hajaweka jina la mtu, ila amesema nao watawaua. Hajaweka jina la mtu. Maana yake una uwezo wa kujichomoa hapo kwa jina la Yesu. Na tumekuchomoa hapo kwa jina la Yesu. Anasema nao watawaua, na kuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mstari wa 10, ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi. Hebu sema kuongezeka maasi. Sema tena kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Haya sema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, yani mbali na kwamba kuna watu wanakufa, kuna ambao wataendelea kuwepo na wataendelea kuvumilia mpaka mwisho. Anasema ndiye atakaye okoka. Mstari wa 14 anamalizia anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Maana yake mwisho umemalizia na uamsho. Kwa hiyo kama habari njema ya ufalme haijaanza kuhubiriwa vizuri kwenye mataifa yote, mwisho bado. Haya yote tunayaona, matetesi ya vita yanatokea, mambo ambayo yanatokea. Kuna mambo mengine ambayo hatukuwahi hata kufikiria kama tunaweza tukayaona mbele ya macho yetu. Tulizoea kuona yakitokea maeneo mengine, yakitokea huko mashariki za mbali au magharibi za mbali, lakini tunashangaa mambo leo tunayaona hapa. Na hayo ni miongoni mwa unabii wa siku za mwisho, na kwa sababu wamepatikana watimizaji, japo sasa hao watimizaji watafyekwa na Bwana sio muda mrefu, kwa sababu mwisho Biblia inaonyesha ya kwamba habari ya ufalme lazima itahubiriwa. Hakuna na yote watakayofanya, habari ya ufalme lazima ifanyeje? Lazima ihubiriwe kwa nguvu zote. Paulo akasema hata kwa ila Kristo atahubiriwa. Kwa namna yote ile, hata kwa shida, kwa mateso, kwa hali yote, Kristo atahubiriwa. Na mimi naamini kwa njia hii wanatutengenezea mlango mpana na wa kufaa sana. Kuna wengine wataokoka kwa sababu ya yanayoendelea. Sema amen sasa kama mtu mwenye imani. Kwa hiyo unabii wa siku za mwisho, ukirudi mstari kadhaa hapo, mstari wa 6 anasema nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Anasema angalieni msitishwe. Napenda hilo neno, angalieni msitishwe. Kuhusiana na vita tutasikia. Na sio tu utasikia, utaona. Kuna nyingine sio tu utasikia kwamba ilitokea sijui Tabora, sijui ilitokea sijui kule katekista akafanywa alivyomfanyia. Kuna mengine utasikia sijui kule ilitokea. Kuna mengine utaona kabisa yanatokea ukiwepo, yanazaliwa ukiwepo. Lakini Mungu, moja kitu Mungu amesema usifanyeje? Usitishwe. Neno usitishwe
limebeba mambo kama matatu. Cha kwanza ni kwamba haya mabaya hayaruhusiwi kukupata kama hutaogopa. Kutishwa ni kuogopeshwa au kuogopa. Maana yake unaingia roho ya hofu. Unafikia mahali pa kuamini mambo haya yatakupata na wewe. Utashinda kwa jina la Yesu. Maana Mungu wetu ni mtu wa vita. Yeye vita hajaanza mwaka huu. Kuna wanadamu wanaanza vita mwaka huu. Kuna wanadamu wanaanza vita mwaka jana. Wengine wameanza vita mwaka juzi. Lakini Mungu wetu yeye ni mtu wa vita ambaye alikuwepo milele iliyopita na atakuwepo milele ijayo. Na hakuna vita ya kumshinda katika jina la Yesu. Yeye anaitwa Bwana wa majeshi. Walio upande wake ni wengi kuliko walio upande wa adui yoyote wa kazi ya Bwana kwa jina la Yesu. Anasema kama ni kwa nguvu hakuna kushinda. Maana yake wanadamu wanaweza kutumia nguvu zao lakini hawawezi wakamshinda Bwana. Moja ya kitu cha muhimu sana wewe kuchukua hapa, do not fear. Unapoyaona haya yanatokea, imarishe ndani yako, ivae roho ya ujasiri na uamini ya kwamba hakuna atakuzuru. Bila nasema ujasiri wenu msiutupe. Msiutupe ujasiri wenu. Maana kuna mwingine anaweza kaamua kwenye haya majina ambayo tunapitia hivi vipindi unaona yanayoendelea ukautupa ujasiri wako. Usiutupe ujasiri wako. Bila nasema maana una thawabu kubwa mbele. Nadhani Waebrania 10 mstari wa 30 ngapi pale. Anasema msiutupe ujasiri wenu. Kuna watu wanaweza kaamua kabisa ujasiri wao wakautupilia mbali. 10:35. Anasema basi msiutupe ujasiri wenu. Basi maana kuna watu wataamua kuutupa ujasiri wao. Kuutupa ujasiri maana ni kufikia mahali pa kusema sasa hapa kuliko niendelee na masuala ya imani, bora nitetee uhai, kuishi kwanza. Kuishi kwanza, imani baadaye. Ukifikia mahali unaona kuishi kwanza, imani baadaye, kuishi kwanza, Mungu baadaye. Mungu nitamwabudu hata nikiwa chumbani. Wewe ni mtu ambaye umeanza kupoteza hata hiyo imani una. Umeamua kutupa ujasiri ulionao. Geukia jirani yako mwambie uokote ujasiri wako. Mwambie kupitia ibada hii uokote ujasiri wako. Mwambie tena uokote ujasiri wako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuna mambo mengi yatatokea ambayo yatafanya wengine watautupa ujasiri wao. Lakini nataka nikuonyeshe pia silaha kubwa ya adui atakayotumia kwenye siku za mwisho. Ukiona hizo vita zinatokea, ukiona hayo matetesi ya vita yanatokea, lengo kubwa la adui ni kudhoofisha imani yako. Shetani anaishambulia imani kwanza kabla hajamshambulia mtu. Ndio maana Yesu anamwombea Petro, anamwambia Petro, na kuombea uimarike, imani yako isitindike, ili uweze kuwaimarisha na wengine. Maana imani ikishambuliwa, ujasiri umeshambuliwa. Imani ikishambuliwa, maisha yako yameshambuliwa. Imani ikishambuliwa, uchumi wako umeshambuliwa, afya yako imeshambuliwa. Anasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Maana imani yako ikishambuliwa, tayari maisha yako yameshambuliwa. Usiache imani yako ikaguswa. Usikubali. Pambana kwa ajili ya imani yako. Paulo anasema nimepiga vita vizuri. Anasema imani nimeilinda. Maana imani yako inahitaji kulindwa. Ipiganie imani yako. Hebu sema nitaipigania kuanzia leo. Imani inahitaji kulindwa kwa sababu ina uwezo wa kupotea. Na wewe ukipoteza imani ndio umeisha. Hata kama hajatokea kukuua, ukipoteza imani you are gone. Bye bye. Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Ngoja nikuonyeshe. Yuda sura ya kwanza mstari wa 3. Anasema wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari za wokovu ambao ni wetu sisi sote, anasema naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani. Muishindanie imani. Fight for your faith. Inahitaji mashindano kuitunza imani yako. Inahitaji mashindano kuilinda imani yako. Inahitaji mashindano kuitetea. Kuitetea. Unaitetea kwa gharama zote. Na mpaka usikie kwamba Paulo anasema imani ameilinda, ujue kulikuwa kuna vita. Siku za mwisho, miongoni mwa vita itakayotokea, sio vita ya kutaka uhai wako, tuachana na hiyo. Hiyo ni vita ndogo. Vita kubwa ni vita dhidi ya imani. The battle for keeping or protecting your faith. Vita dhidi ya imani yako. Ukiona yote yanayotokea kuhusiana na kanisa, sio vita dhidi ya jengo, sio vita dhidi ya mtu, ni vita dhidi ya imani.
Yesu anamwombea. Mojawapo ya namna pia mojawapo ya namna ambayo inaitunza imani yako na kuilinda imani yako ni kuendelea kupata nafasi ya kulisikia neno. Kwa hiyo adui ili hakikisha kwamba upate nafasi ya kulisikia neno, upate nafasi ya kukaa na neno, atahakikisha kama ni kanisa hauendi tena. Kwa njia yote atakayofanya, aidha akuzuie wewe usije, au azuie kanisa, au azuie kiongozi, azuie yoyote, kwa namna yote atahakikisha hausikii, ili imani yako iendelee kudhoofika. Lakini jambo la pili, adui atahakikisha umeacha mazoezi ya kiroho, umeacha kuomba. Petro anaombewa na Yesu. Yesu anasema, wewe Petro, na kuombea ili ukiisha kuimarika, uwaimarishe na wengine. Anaiombea imani ya Petro. Maana yake moja ya kitu kinakuza imani ni maombi. Yoyote asiyeweza kuomba kwenye siku tulizonazo, imani yake iko matatizoni. Asiyeweza kuomba, anasema nimekuombea wewe Petro ili imani yako isitindike. Maana yake moja ya kitu kinafanya imani isitindike ni prayer. Maombi yanafanya, maombi hayaongezi imani. Maombi yanaifanya imani yako iwe active. Muda wote likitokea lolote, imani inafanya kazi. Kuna ile anasema imani isiyokuwa na matendo ni sawa na mwili usiokuwa na roho. Maana yake ni sawa na mwili uliokufa. Ipo lakini haifanyi kazi. Maombi yanaifanya imani yako, yanaichochea imani yako na kuifanya iwe juu wakati wote. Kuifanya iwe juu wakati wote. Na kwa tafsiri nyingine kwamba una uwezo wa kufanya lolote, na imani ikakutetea kwenye huo wakati. Halo, Bwana asifiwe. Kwa hiyo vita kubwa ya siku za mwisho nimekuambia ni vita ya nini? Ya imani. Imani yako inawindwa. Kuna watu ambao hataki kusikia huyu Yesu unayemwamini. Kwa sababu ukienda rudi ile Mathayo 24 ule mstari wa 7. Mathayo 24 ule mstari wa 7. Rudi ile Mathayo 24 ule mstari wa 7. Mathayo 24 ule mstari wa 7. Twende pale haraka haraka. Anasemaje hapo? Soma haraka haraka. Anasemaje? Nadhani rudi ule mstari wa 9, mstari wa 9 exactly. Anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Maana vita hii ni vita kwa sababu umemwamini Yesu. Kwa hiyo usipigwe vita ukahisi labda shida yao sisi niseme ni nini? Shida yao ni jina uliloliamini, ni Yesu uliyemwamini. Hii ni vita ya imani, watu wa Mungu. Lazima tuamke. Ni vita ya imani, na kuilinda imani ni vita. Ndio maana Paulo anasema nimevipiga vita vizuri. Maana yake kuna maadui wengi wa imani yako. Wa kwanza akiwemo hiyo roho ya hofu. Adui mwingine wa imani ni wale watu ambao wameshaamua kuuza nafsi zao kwa shetani. Akina Yezebeli ndio walikuwa wanamtishia Elia anaingia hofu. Baadaye Elia anafikia mahali anasema, Bwana nichukue, mimi sio bora kuliko baba zangu. Hao pia ni adui za imani. Kuna watu ambao shetani amewaandaa kimaalum kabisa kwa ajili ya kufanya wengine waogope. Wakati mwingine shetani anainua matukio, lengo lake sio wewe, lengo lako ni imani isheke. Kama alivyoinua wimbi la bahari likaja, Petro alivyoliona ile wimbi la bahari linakuja, na wakati huo alikuwa anatembea juu ya maji vizuri, bila sema akaogopa, na alipoogopa akafanyaje? Akaanza kuzama. Kwa hiyo shetani hajakuzamisha kama hajaishambulia imani yako kwanza. Weka mkono juu ya kichwa chako, sema, Bwana Yesu, kuanzia leo nisaidie kila vita dhidi ya imani yangu, kila vita dhidi ya imani iliyoko ndani yangu niishinde kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shusha tu. Na hii imani, hii vita dhidi ya imani, adui anashambulia maeneo kama matatu. Cha kwanza, adui anashambulia imani yako kwa Mungu. Imani yako kwa Mungu. Anasema kwenye kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa 20, sura ya 20 mstari wa 20. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 20. Ngoja nikuonyeshe ukimwamini Mungu nini kinatokea. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 20. Yehoshafati anawatuliza watu, anasema muaminini Bwana. Anasema akamwambia muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Neno kuthibitika kwa Kiingereza anasema you shall be established. Ni kama vile mtaimarishwa, mtawekwa kwa namna fulani ambayo mtakuwa imara. Tutaimarishwa. Niweke amplified kama unaweza. Yes. Angalia hapa anasema, so they got up early in the morning. Twende hapo haraka haraka. Anasema believe and trust in the Lord your God. Anasema and you will be established, secure. Takuwa salama, mtaimarishwa.
Tafsiri yake ni kwamba imani yako kwa Mungu ikishambuliwa, wewe sio imara tena. Unaanza kuwa dhaifu kuanzia hapo. Tupe tena tafsiri nyingine. Hii ni New Living Translation. Yes, New Living Translation inasema, believe in the Lord your God and you will be able to stand firm. Maana utakuwa na uwezo wa kusimama imara bila kutikiswa. Imani yako kwa Mungu ikianza kushambuliwa, unajuaje mtu imani yako kwa Mungu imeanza kushambuliwa? Ni kuangalia vile ambavyo Mungu amevisema kwenye neno lake haviamini tena. Mungu hata ikitokea amempa ndoto, amempa maono, amempa wazo, halichukuli ile wazo kwa uzito tena, kwa sababu imani yake kwa Mungu imepotea. Ni mtu ambaye anaweza kufikia mahali akaanza kuamini au kushawishika kuamini kwenye uchawi, kushawishika kuamini kwenye nguvu za giza, kushawishika kuamini kwenye masuala yote ambayo yako nje ya Mungu. Akaanza hata kuamini nguvu za asili, akaanza kuamini mizimu, kwa sababu imani yake imeanza kuyumbishwa. Imani yako kwa Mungu ikiyumbishwa, hauwezi kusimama imara. Na hizi siku za mwisho tunahitaji mtu ambaye atasimama nini? Imara. Unahitaji kusimama imara. Tafuta tafsiri nyingine tena. Anasema and you be able to stand firm. Maana katikati ya majaribu kitakacho kusimamisha imara ni imani yako kwa Mungu. Ndio maana moja ya jaribu ambalo Ayubu alipitia, ukiachana hali ya kupoteza mke, kupoteza watoto, kupoteza mali, jaribu ambalo mke wake alikuwa analeta ni amkufuru Mungu wake. Maana yake alikuwa analeta jaribu la kuiumbisha imani ya Ayubu kwa Mungu wake. Ayubu akakataa, kwa sababu kilichombakiza Ayubu aendelee kubakia imara kwenye vipindi vyote alivyopitia ni imani yake kwa Mungu. Labda tuwekee tafsiri nyingine tena kama ipo. Maana nimekuonyesha imani yako kwa Mungu kishambuliwa, umeanza kupoteza uimara. Subiri nikupe andiko jingine tena, uone imani yako kwa Mungu ikiyumbishwa, nini kinaanza kutokea. Imani yako kwa Mungu, hii ni NIV anasema hivi, anasema have faith in the Lord your God and you will be upheld. Upheld maana yake ni unashikiliwa. Mungu anakushikilia. Imani yako kwa Mungu inafanya Mungu akushikilie. Na Mungu akikushikilia, unakuwa kama ile Zaburi 125. Anasema wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, wakaa milele, hautatikisika daima. Wakaa milele. Zaburi 125 mstari wa kwanza. Wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, watakaa. Mitikisiko itatokea, vipindi vigumu vitatokea, majanga yatatokea, mambo ya kutisha yatatokea, lakini you will be firm. Utakuwa umesimama imara. Anasema wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika. You shall not be shaken. Na moja ya kitu kitalisimamisha kanisa kwenye siku za mwisho, Isaya sura ya 2 mstari wa 2 na wa 3. Isaya sura ya 2 mstari wa 2 na wa 3. Moja ya kitu kitalisimamisha kanisa liwe imara, moja ya kitu kinatunza uimara wa kanisa ni imani ya watu wa Mungu walioko ndani ya kanisa. Anasema hivi, anasema itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Mungu utawekwa imara. Imara maana yake nimeshakwambia, ukiona utawekwa imara maana yake ni kwenye eneo la imani. Uimara wetu ni zao la imani, na hiyo imani ni imani kwa Mungu wetu. Tuanze kuamini kwenye mambo makubwa. Watu wa Mungu, tuanze kuamini kwenye yule Mungu ambaye watu walimwamini wakaingia kwenye moto na hawakuteketea. Danieli na wenzake wanamwambia mfalme, Shadraka, Meshaki na Abednego, wanasema hata ikitokea mfalme, tunajua ukituingiza Mungu wetu atatuokoa, na hata ikitokea Mungu wetu hajatuokoa, basi ni bora tuingie huko tuangalie, kwa sababu ya Mungu wetu. Ni wakina nani ambao watakuwa na ile imani tena ya kumwamini Mungu, mbali na kwamba anajua kuna vipindi vigumu viko mbele vinaningoja, lakini bado ninamwamini Bwana. Paulo anasema ninamjua niliyemwamini. I know the one whom I have believed. Ninamwamini niliyemjua, ninamjua niliyemwamini. Ni wakina nani ambao watasimama hata akiona tundu la simba, watasema Bwana ndiye, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hata nikipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Ni wakina nani ambao watasimama waseme Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu, ni mhofu nani? Zaburi ya 27 mstari wa kwanza. Ni wakina nani ambao watasimama na Bwana watasema ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama.
Mungu anahitaji watu wa aina hii ambao wataidhihirisha imani yao kwa Mungu. Watasimama, watasema hata yote yakitokea, niko tayari kupoteza yote, lakini sio kumpoteza Bwana, maana nikiwa na Bwana ana uwezo wa kunipa vyote. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, kila adui wa imani yangu kwa Mungu ninamshambulia kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Jambo la pili, imani yako kwa Mungu ikianza kushambuliwa, uanze kujua kabisa umepoteza ngao. Mishale yote ya adui itakuwa inakuja straight na inakushambulia. Waefeso sura ya 6 mstari wa 17. Waefeso sura ya 6 mstari wa 17. Imani yako kwa Mungu ikishambuliwa, ni ngao imeondolewa. Adui atakufanya anavyotaka. Anasema hivi. Rudi mstari wa 15. Tuanze mstari wa 15. Anasema na kufungiwa miguu tayari tu upatao kwa injili ya amani. Mstari unaofuata 16. Anasema zaidi ya yote. Maana yake hayo ameyaongelea, lakini katika hayo zaidi ya yote aliyoyaongelea, anasema mtaitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale mingapi? Yote yenye moto ya yule muovu. Hebu sema katika jina la Yesu, ninaitwaa ngao ya imani, na kwa hiyo ninaizima mishale yote. Mishale ya mauti naizima, mishale ya ajali naizima, mishale ya mabaya naizima kwa jina la Yesu. Imani yako kwa Mungu ikishambuliwa, utaanza kuona mashambulizi. Mishale ya moto ya adui itakuwa inakuja straight kwenye maisha yako. Unailindaje ndoa yako mbali na mishale yote ya adui ya yule mwovu? Ni kuchochea, kuikuza imani yako, kuiongeza imani yako kwa neno la Mungu, na kuendelea kumwamini Mungu kupita kawaida. Lisitokee jaribu lolote au jambo lolote la kukufanya uwe na mashaka na Mungu wako. Isitokee, narudia tena, kukataa kabisa. Lisitokee jambo lolote la kuipunguza imani yako, kuidhoofisha imani yako kwa Mungu, kwa sababu hilo jambo likitokea, ujue umepoteza ngao tayari. Umepoteza ngao tayari. Na kila silaha ilikuwa ina kazi yake. Angalia, kila silaha ilikuwa ina kazi yake. Zile silaha za juu hazizimi mashambulizi, hazizimi mishale ya moto. Maana yake imani itakulinda mbali na mashambulizi yote ya adui. Shetani anashambulia kwa mishale ya moto. Hata kutupia mshale, bila sema hutaogopa mshale urukao mchana, wala uwele uharibiwa usiku. Kwa nini? Kwa sababu unayo ngao ya imani. Halo? Tunakwenda pamoja? Tunakwenda pamoja? Imani yako, nimekuambia, kwa Mungu ikishambuliwa, uimara wako umeondoka. Lakini pia imani yako kwa Mungu ikishambuliwa, ngao yako imeondoka. Na tafsiri yake ni kwamba uta-experience kila mshale shetani atakaotupa utakupata. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa tena vizuri? Lakini jambo lingine pia, imani yako kwa Mungu ikiondoka, Luka sura 22 mstari wa 31 na 32, shetani atakupepeta. Tafsiri yake kupepetwa ni kwamba atakuwa anakurusharusha anavyotaka. Leo akiamua uanze kuimba na madeni, utaimba na madeni. Kesho akiamua uanze kuimba na magonjwa, utaimba na magonjwa. Kesho kutu akiamua uanze kuimba na kukosa kazi. Yaani kila wimbo atakaotaka ucheze, yeye anakutengenezea tu biti na anakuchezesha. Ni kama vile vimdoli, kuna vile vimdoli nilikuwa navionaga, unakuta viko mahali mtu ameshikilia tu ndo anavichezesha, venyewe vinacheza, mara kitanyanyua mguu, utaona kinatupa mguu. Sio kama mmewahi kuviona. Unakuta ni mtu amekaa bana akichezesha, anachezesha kwa miguu au kwa mikono vyovyote. Kwa ukikosa imani yako kwa Mungu ikishambuliwa, ni unakuwa kama vile vimdoli. Shetani akiamua safari ni safari ya kwenda umeinama hivi, utaenda umeinama hivi. Safari ni ya kwenda umeinuka hivi, utaenda umeinuka. Ni ya kwenda kiupande, utaenda kiupande. Imani ikishambuliwa, wewe ni mtu ambaye shetani atakurusharusha anavyotaka. Utalala hata na usiku au utalala. Ataamua usiku akukabe kidogo, atakukaba kidogo, ukishtuka unasema Baba katika jina la Yesu nakushukuru Bwana Yesu kwa kuwa sijafa. Yaani wewe utakuwa mtu wa kumshukuru Mungu kwa kuwa hujafa. Ila cha moto unakiona. Unalala unaota huko kwenye gorofa jule la pale mawasiliano. Halafu ghafla sijui nini kimetokea, umeanza kudondoka. Unadondoka we. Karibia umalizikie chini. Pwa! Unashtuka.
unasema Mungu nakushukuru kwa kuwa sijafa, kwa kuwa sio kweli. Mambo gani ya hivyo? Yeye anakuambia maombi gani ya hivi? Shetani atakupepeta anavyotaka. Ukiona wale watu wale ambao leo ana mafua, kesho ana kifua, kesho kutwa miguu inawaka moto, kesho kutwa tena atakwambia ni kama vile mchungaji, nasikia kama vile wananipasua mgongo. Wanakupasuaje mgongo wewe mtu wa Mungu? Wale watu ambao wana matatizo ambayo hayaishi. Leo haya atakwambia mchungaji, nasikia vimehamia kichwani. Sababu nasikia kabisa, nasikia nikitembea kabisa ni kama nasikia maji ya nazi yanalia kududu. Kesho yake tena atakuja kwamba mchungaji ni tumbo mchungaji. Kesho kutwa nyonga, mchungaji nyonga, hazifai kabisa. Watu wa hivi imani yao kwa Mungu imeanza kushambuliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Narudia tena, Bwana asifiwe. Lakini pia jambo la mwisho, ukirudi kwenye ile andiko, imani yako ikishambuliwa, mstari wa 32, mstari wa 32, hauwezi kuwaimarisha wengine. Hauwezi kumsaidia yote. Yaani wewe utakuwa ni mtu ambaye wewe ndio unahitaji msaada, sio mtu wa kusaidia wengine. Mkristo ambaye hataweza kusaidia watu wengine wa kawaida kwenye hiki kipindi cha siku za mwisho ni mtu ambaye imani yake kwa Mungu imeanza kushambuliwa. Huwezi ukasaidia hata mtoto akiumwa. Wewe utakuwa tu unategemea maombi ya katekista. Mpaka katekista aombe, ndio mlale, usiku mpigie simu katekista. Katekista tuombe bwana. Katekista naye ana kazi katekista. Jana katekista nimemtolea wapi? Katekista tuombe, tunataka tule sasa, tuombe baba. Tunaamini kwa Mungu wako, sawa. Lakini wewe ni lini utaanza kusaidia wengine? Yeye jirani yako muangalie tu, simwambie chochote. Mwambie ni kama mchungaji kuna mtu anamsema lakini hajamtaja jina. Mwambie kabisa ni kama mchungaji kuna mtu anamsema lakini hajamtaja jina. Nimesema imani yako ikisambuliwa, utakuwa ni mtu ambaye huwezi kusaidia wengine. Wewe ndio utakuwa unahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini jambo la pili, imani yako pia, shetani imani ya pili atakayoisambulia, ya kwanza nimekwambia ni imani yako kwa Mungu. Na imani yako pia ikisambuliwa kwa Mungu, nisikilize tena, hakuna majibu ya maombi utakaopokea ukiomba. Labda uombewe. Waebrania 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6. Waebrania. Na watu ambao watatembea kama wanadamu wa kawaida duniani ni watu wasiokuwa na imani. Mtu mwenye imani inakupandisha kwenye daraja moja na Mungu. Anasema yote yawezekana kwake aaminie. Si ndio Yote yawezekana kwake aaminie. Na kwa Mungu pia yote yanawezekana kwa Mungu. Maana yake ukiwa na imani ukamwamini Mungu, Mungu anakupandisha kwenye klasi yake ya kuyaweza yote. Sasa Waebrania 11 mstari wa 6 anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana yake ukishakosa tu imani umeondoka kwenye kumpendeza Mungu. Alafu anasema kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Huwezi kupokea chochote kutoka kwa Mungu kama usipokuwa na imani. Kwa shetani akishambulia imani yako kwa Mungu, ameshambulia majibu ya maombi yako. Na Mungu aangalie machozi ulionayo, Mungu anaangalia imani ulionayo wakati unaomba. Mtu asiye na imani, Biblia inasema asiye na imani ni kama wimbi la bahari linalopeperushwa huku na huku. Mtu wa hivyo asije akafikiri ya kwamba atapokea chochote kutoka kwa Mungu. Yakobo sura ya 1 mstari wa 6 na 7. Yakobo sura ya 1 mstari wa 6 na 7. Anasema ila na aombe kwa imani. Hebu sema aombe kwa imani. Hiyo imani ni kuamini ya kwamba unachoenda kuomba Mungu anacho, na anacho kwa ajili yako, na ukiomba atakupa. Aombe kwa imani. Anasema pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka, maana yake asiye na imani ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo. Safari linapelekwa. Ndio nilikwambia usipokuwa na imani, shetani atakupepeta kama mchele. Atakurusha hivi, atakurusha hivi. Na mstari wa 7 anasema maana mtu kama huyo asidhani. Maana asidhani kwamba asije hata akafikiri ya kwamba anaweza kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo ahadi za Mungu kwako zitabakia story na sio uhalisia. Kinachofanya ahadi za Mungu sio uhalisia kwako ni imani. Muamini Mungu.
Muamini Mungu. Muamini Mungu. Moja ya kitu cha muhimu sana, muamini Mungu. Muamini Mungu. Lakini imani ya pili ambayo nataka kuiongelea ni imani kwa watu wa Mungu. Na hapa naongelea manabii wa Mungu, au mtu ambaye Mungu anamtumia kukuchunga au kuichunga roho yako. Unajua aliyepaswa kuja kukuhubiria hapa na kukufundisha ni Mungu. Sasa Mungu kuna watu ambao amewaamini na amewapa nafasi ya kukufundisha na kukuongoza. Kwa mfano, moja ya neema kubwa Mungu ametupa ni kutupa baba yetu askofu. Mungu akikupa watu hivi ni upendeleo kabisa, ni mbingu zimekupendelea. Anasema Isaya 9:6, anasema maana kwa ajili yetu mtoto amefanyeje? Kwa ajili ya nani? Mtoto amezaliwa kwa ajili ya nani? Amesema kwa ajili ya mama yake, kwa ajili ya baba yake, kwa ajili yetu. Alafu anasema tumepewa mtoto mwanaume. Maana yake ukiona umepewa mchungaji ni kwa ajili yako. Mungu akikupa baba wa kiroho ni kwa ajili yako, sio kwa ajili yake. Ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Kwa hiyo imani ya pili nimekwambia ni imani kwa watu wa Mungu. Rudi ile Mambo ya Nyakati, ile Mambo ya Nyakati sura ya Mambo ya Nyakati wa pili 20:20. Mambo ya Nyakati wa pili 20:20. Mambo ya Nyakati wa pili 20:20. Pale chini kabisa alisema, pale juu alisema muamini Mungu mtathibitika, maana mtakuwa imara. Mtashikiliwa. Tafsiri nyingine ilituambia and God will uphold you. Mungu atatushikilia. Sasa anasema hivi, anasema waaminini manabii wake. Waaminini manabii wake. Anasema ndivyo mtakavyofanikiwa. Maana yake kiwango chako cha mafanikio kinaamuliwa na kiwango chako juu ya nabii wako. Kiwango ambacho unamwamini baba yetu Askofu Dickson Kabigumila ndio kiwango chako cha kufanikiwa ukiwa chini yake. Ukiona kwa mfano si wachungaji, ukiona mchungaji ambaye hafanikiwi ni mchungaji ambaye imani yake kwa baba yetu iko very low. Kiwango chetu cha mafanikio kama wana wa baba yetu kinapimwa na imani, sio kumwambia baba ninakuamini. Sio ukisema baba ninakuamini, baba mimi ninakuamini. Kuna mahali tulienda, ngoja nitoe huu shuhuda kwa namna fulani. Kuna mahali tulienda kipindi fulani huko nyuma. Pale kulikuwa kuna vurugu zimetokea na mambo mengi yametokea pale mahali. Lakini tukiwa pale kuna wale ambao walikuwepo eneo la tukio. Ni mfano tuseme tukio limetokea hapa. Si ndio hapa kanisani? Tukio limetokea hapa kanisani. Kwa hiyo kuna ambao walikuwepo, wale wanaomwamini baba yao sana walikuwepo hapo kanisani wakati tukio linatokea. Na kuna wengine ambao wanamwamini baba yao kidogo, walikuwepo getini. Wapo getini, wanaangalia kwa mbali. Unajua kuna wale watu wanafuatiliaga kwa mbali. Wapo. Akina Yusufu wa Arimataya wanafuatiliaga kwa mbali, kwa siri. Wanampenda Yesu lakini wanakupenda kwa siri. Na upendo wa siri watu wa Mungu hauna, ni kama vile hauna hata nguvu, hauna hata maana. Lakini jambo la tatu, kuna wale ambao wanakupenda lakini hawataki pia kuonyesha wanaambatana na wewe. Kwa hiyo kwenye hilo tukio nilikuwa nakuelezea, hasa kuna wengine ambao unakuta amekaa usukumani kule, anauliza wale walioko mbali, vipi nini kinaendelea hapo? Na wale walioko mbali wanauliza wale walioko karibu, vipi nini kinaendelea hapo? Ili tukio lilitokea mahali mimi nikaona, nikasema washirika ni watu wa kuwa nao makini sana. Kumbe tukio linaweza likatokea na mshirika akawa anakuangalia kutokea mbinguni. Yaani kama Bwana anapowachukulia wanadamu, naye anakuangalia kutokea mbinguni. Halafu tasikia wanasema mwana kulitafuta, mwana kulipata. Ameyatafuta, acha hayapate aliyoyatafuta. Nyie tuongeze imani kwa masiba Bwana. Mungu akikupa mtu ambaye huwezi kumwamini, huyo mtu hawezi kukusaidia. Na mpaka Mungu aseme waamini, maana yake angalia, mafanikio yetu yamefungwa kwenye kumwamini Masihi wa Bwana. Yamefungwa kwenye kumwamini baba yetu. Na unamwaminije baba yetu? Amini maono ambayo Mungu amempa. Amini. Na imani yote inafuatwa na matendo. Maana yake baada ya kuamini, fuata. Akisema ni kushoto tunaenda. Ishara kama umeamini kwamba utaelekea kule anapoelekea, utafanya anachofanya, utatenda anachotenda. Akisema jambo, hilo jambo kwako sio ushauri, kwako ni order, ni maelekezo ya kufanyia kazi.
Lakini pia ushahidi ya kwamba unamwamini huyu Masihi wa Bwana ni kuanza kuona pia kwenye vipindi vyote unaambatana naye, vizuri vibaya vyote, vizuri vibaya vyote unaambatana naye bila kusita. Na ndio hapo kinazaliwa kitu kinaitwa kuambatana. Kuambatana, nimesoma kwenye kitabu fulani cha askofu, ameandika kuambatana. Anasema kuambatana ni kushikamana, ni kung'ang'aniana, ni kugandamana bila kuachana. Ni ile unakuta vitu vimegandamana bila kuachana. Mahusiano kama ambavyo wewe, mbona baba wa kimwili ubadilishaki? Leo unataka baba wa kiroho chap tu, ni kama vile unaingiza vocha mpya. Hii sasa imeisha, nimeshatumia hii 1000, kifurushi kimeisha wiki hii. Kwa hiyo wiki hii nabadilisha tena. Wiki hii tena nabadilisha tena. Unabadilisha baba kama viatu vya nani? Viatu vya kuvaa. Hiyo ni ushahidi ya kwamba hujampata baba yako, au Mungu amekupa lakini hauna imani naye. Mwambie jirani yako tumwamini Masihi wa Bwana. Mwambie tena tumwamini Masihi wa Bwana. Na baba yetu moja ya kitu nampenda, ana tabia kama za Caleb na Yoshua. Akiendea nchi ya Kanani atuletee taarifa mbaya. Japo mabaya yanaweza kawa yanaonekana, lakini taarifa yake sio taarifa ya kuvunja moyo. Akisema jambo, hilo jambo linakuwa kweli kweli. Na wale watakaoamini ndio wanaopenya pamoja naye kwenda ngambo ya pili. Na mimi nimeamua kumwamini. Sijui kuhusu wewe. Mimi nimeamua kumwamini. Yaani mimi hata sio kwa kulazimishwa. Mimi nimeamua kumwamini. Yaani tumefikia mahali akisema baki hapa, Bwana amenielekeza sehemu fulani, najua kabisa Bwana akikuelekeza ni amenielekeza na mimi. Kwa hiyo mimi sio wa kubaki. Safari si baki popote. Kama kuna mtu unasubiria uone hakuna kitakachotokea, mimi nimeamua kuambatana kwa jina la Yesu. Amen. Kuna watu wanakaa wanasema huyu dogo huyu ngoja tumuone. Hakuiti hata mtumishi wa Mungu. Huyu dogo huyu. Ungeongea sana huyu dogo. Haya, mtabakia kuniangalia, mimi nitaenda mpaka mwisho. Hii haishi mtu njiani hapa. Sijaingia nchi ya Kanani, naishiaje njiani? Kwanza nimeshafuata, yani kuna umbali nimeshafuata mpaka hapa kiasi kwamba nikiacha, yani nitakuwa mimi ndo mjinga wa mwisho. Nije kuachia hapa. Nimeshafuata miaka mingapi huko, tumepitia hata kama hayakuwa hivi, lakini kuna mengi mimi nimeacha kazi. Mimi nimeacha vitu vingi kwa ajili ya Masihi wa Bwana. Leo niambiaje niache kirahisi? Nikiacha nimeacha maisha yangu sasa. Siachi kwa jina la Yesu. Na wewe sema siachi. Sema tena siachi. Sema tena siachi. Sema siachi. Na moja ya njia ambayo Mungu anaitumia, kwenye siku za mwisho kwa ajili ya kuleta uamsho ni kuifanya mioyo ya watoto ielekeane na mioyo ya baba zao. Anasema kwenye kitabu kile cha Luka sura ya kwanza ule mstari wa 17. 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 Anasema hivi. Anasema moja ya kazi ya Yohana, anakuja kuwatilia waasi akili za wenye haki na kuifanya mioyo ya baba iwaelekee. Anasema naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. Roho ya Elia alikuwa ni watu ambao anajenga ufuasi. Alimjenga mtu anaitwa Elisha. Elia alikuwa ni mtu ambaye anasema na nguvu zake. Anasema ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki. Maana wale watoto ambao wangekuwa ni waasi, Mungu anawatilia. Hata ufuasi unahitaji akili za wenye haki. Akili za wenye haki. Ufuasi unahitaji akili za wenye haki ili uondoke kwenye uasi. Anasema na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Watu ambao Mungu atawatumia kwa ukubwa, waliotengenezwa kwa ajili ya Bwana, ni watu ambao mioyo yao imeelekeana baba zao. Sio yule ambaye anasema tule tunywe, lakini mioyo haijafanyeje? Haijaambatana, haijashikamana. Mimi hilo tukio nilokuwa nakuelezea hilo, nilienda hapo mahali kipindi kidogo kimepita. Nilienda hapo mahali. Nimefika kuna watu wako mita 200 kutoka kwenye eneo la tukio. Na amekuja kwa sababu kuna waliokuwa wamekuja ili waone nini kitatokea. Na kuna waliokuwa wamekuja ili wahakikishe chochote kitakachotokea wao ni sehemu. Hivi unajua wakati Yesu amekamatwa kuna mwanafunzi alikimbia akawaachia watu nguo akakimbia uchi. Huwezi kuniamini mpaka nikuonyeshe Marko 14. Ngoja nikuonyeshe huyu kijana alikimbia akaacha nguo zake. Imagine.
Yaani kuna mtu yuko tayari akimbie akiwa ameacha nguo ili tu asijulikane kwamba anaambatana na wewe. Sema Bwana Yesu, nisaidie mimi. Sema tena Bwana Yesu, nisaidie mimi. Haya, ngoja nikuonyeshe Marko 14. Huyu ndugu alikimbia akaacha nguo kabisa. Kuna watu wana neema kabisa. Kuna watu wana neema. Haya, ngoja tuende mstari ya chini. Marko sura ya 14 ule mstari shakadabadaba, mstari wa 51 na wa 52. Tena tuanze mstari wa 50. Anzia mstari wa 50. Anzia mstari wa 50. Haya, soma kwa sauti hapo. Anasemaje? Soma kwa sauti, anasemaje? Ndipo wakamwacha. Watu ambao waliapa. Petro akasema mimi Bwana mimi hata iweje mimi sikuachi wewe. Kumbe kuambatana tu sio kusema. Matukio, na mara nyingi watu wengi wanaachaga kuambatana hasa ikiwa yanatokea matukio ya hivi. Matukio ambayo unaona Yesu wako anataka kukamatwa, kiongozi wako anataka kukamatwa, ndio wakati ambao utaona na mtu kabisa alikuwaga na picha za ibada ameposti kwenye profile yake ya Facebook, anafutilia mbali. Alikuwa ameweka picha ya baba yake kwenye profile yake ya WhatsApp, yani ataichomoa, ataweka hata picha ya Trump au picha ya bendera ya Marekani. Tafuta hata picha ya Mwalimu Nyerere, atachomoa ili aweke hata ya Mwalimu Nyerere. Anasema ndipo wakamwacha, wakakimbia wote. Kanisa hili atuachi kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, moja ya kitu nataka tujiombee leo ni tujiombee moyo wa kufuata mpaka mwisho. Tunakataa kuacha. Anasema wakakimbia wote wale walio hapa. Yesu akamwambia Petro, kabla jogoo hajawika hata mara 3, maana kabla hata kujapambazuka vizuri ukayaona yale ambayo yangetokea, ukayaona vizuri kabla kujapambazuka vizuri, tayari utakuwa umeshachomoka. Kuna watu wengine mapema sana huwa acheleshi mapema sana. Twende mstari unaofuata wa 51. Anasema na kijana mmoja alimfuata, amejitanda mwili wake nguo za kitani. Huyu kijana alimfuata. Huyu kijana ni mwanafunzi wa Yesu, alikuwa anaitwa Marko. Huyu kijana aliandika hapa, alikuwa anaitwa Marko, ni mwanafunzi wa Yesu. Alimfuata yeye, ilibidi ajifunike na uso ili asijulikane. Anavaa kama watekaji ili asijulikane kwamba yuko upande huu au yuko upande huu, wasije akamshtukia. Nia yake inaonekana ni kama njema, ila ufuasi wake ni ufuasi wa kimchongo. Wa kimchongo kabisa. Muangalie alivyovaa. Yesu leo kwa nini tumekaa hapa? Lakini ngoja tumuone huyu kijana kwanza. Anasema amejitanda mwili wake wote nguo ya kitani. Kijana alifuata, kweli alijitahidi, ila walipomkamata mstari wa 52, walipomkamata naye akaiacha ile nguo ya kitani, akakimbia uchi. Huyu ndo Yusufu wa pili. Baada ile wa kwanza kukimbia amemwachia nguo mke wa Potifa, wa pili ni huyu mwamba. Ni bora watu wamuone jinsi alivyo kuliko waseme kwamba nikagundua kumbe Bwana tukio laweza likatokea hata kwenye ibada. Ukashangaa hata aliyekuwa na kusetia vyombo hayupo eneo la tukio. Acha kabisa, haya mambo ni hatari. Haya mambo ni hatari, watu wa Mungu. Ila sisi tutashinda. Sisi tutashinda. Tunamjua tuliyemwamini. Nasema tena tunamjua tuliyemwamini. Kwa imani ya pili ni kumwamini mtu wa Mungu ambaye Mungu amekupa. Kuna mafanikio Mungu hayapo mbinguni. Kuna mafanikio hayapo mbinguni. Kuna mafanikio hayapo kwenye kutoa zaka, hayapo kwenye kutoa sadaka, hayapo kwenye kutoa dhabihu, yapo kwenye kumwamini mtu ambaye Mungu amekupa. Na Mungu akikupa mtu wa namna hii, kwa sababu leo sijui imekuaje tukakaa hapa, lakini nataka nikuonyeshe Mungu akikupa mtu wa namna hii, kuna kitu anakuwa amekupa. Angalia haya maandiko kwa haraka haraka. Angalia maandiko kwa haraka haraka. Angalia maandiko kwa haraka haraka. Shadabadabadabadaba. Marko sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 6. Marko sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 6. Marko sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 6. Kijana akakimbia akaacha nguo kabisa. Kuna watu hapo mpaka siku tukio limetokea ndio utajua alikuwepo lakini hakuwepo.
Soma hapo, twende wote kwa pamoja. Marko sura twende soma hapo, anasemaje? Tuanze mstari wa pili. Marko sura ya 6 mstari wa pili. Anasemaje? Anasema na ilipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni nini? Anasema na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Anasema na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Angalia, waliona miujiza, waliona hekima, lakini pia waliona, cha kwanza alisema huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani aliyopewa na miujiza hii mikubwa? Maana cha kwanza waliona hekima kwa Yesu. Cha pili waliona miujiza kwa Yesu. Hekima inaweza kukufanya ukaanza kumwamini mtu. Hata leo ili tumchague kiongozi, tunahitaji kiongozi ambaye ana hekima. Ukiangalia hekima ni namna anavyofanya mambo yake, jinsi anavyoamua vitu vyake, namna anavyoamua kesi za watu wake, kama ambavyo Suleiman aliamua kesi za wale wanawake walioletwa kwake, namna anavyoamua kesi za watu wake. Hapo ndo tunaipima hekima. Lakini cha pili pia kinaweza kufanya watu wakakuamini ni kuona mambo ukiwa unaweza kufanya mambo makubwa, miujiza mikubwa. Hivyo ni vitu ambavyo kwa haraka haraka vinavuta imani ya watu waanze kukuamini. Sasa anasema eti mstari wa 3, anasema huyu sio ile seremala. Angalia, wakarudi kimwili tena. Moja ya kitu kitayumbisha imani yako kwa mtu wa Mungu ambaye Mungu amekupa ni kuanza kumtrace, kumfuatilia kwa kutokea kwenye familia anayotokea, kutokea kwenye ukoo anayotokea. Maana yake kuacha kumwangalia kwa jicho la roho na kuanza kumwangalia kwa jicho la mwili. Nitakupa andiko lingine. Anasema na ndugu yao Yakobo. Yaani hawa jamaa walikuwa hivi. So walianza kumfuata mtumishi wa Mungu. Walianza kufuatilia na dada zake. Dada yake ndio iko hivi. Na kaka yake ndio huyu yuko hivi, kaka yake iko hivi. Imani yao ikaanza kuyumba. Hujaitwa kufuatilia familia ya mtumishi wa Mungu. Umeitwa kumfuatilia Mungu. Familia yake ikoje hivyo ilivyo, tunamfuata Masihi wa Bwana. Na familia nao wafike mahali nao waamue kama wao waamue kumfuata Masihi wa Bwana. Masuala ya kwanza kupeleleza huyu mchungaji kwao ni wangapi wachungaji? Hiyo wangapi wachungaji haikuhusu. Wewe umepewa mtu ambaye tayari umeshaona hekima ya kukuongoza anaye, miujiza ya kukusaidia anaye. Fuata. Nimesemaje? Fuata. Na kwenye kufuatilia, wengine lazima wafuatilie na umri. Ana degree ngapi? Ana degree ngapi? Akigundua ana degree moja, tayari ameshakwazwa. Anasema hawa walikimbia tu shule ili waje wafanye uchungaji. At least angekuwa na degree 3. Hawa anaitwa Dr. Bishop Dickson Kabigumila, ndio ningefuata. Aya, na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni. Hawa walikuwa ni wadogo zake Yesu. Yesu alikuwa na wadogo zake ni hawa wa kiume. Walizaliwa naye familia moja. Anasema na maumbu yake hawapo hapa. Alikuwa na wadogo zake pia wa kike. Maana wakaanza kuangalia na familia yake. Ukianza kufuatilia familia ya mtu wa Mungu, malizia kipengele cha mwisho. Nini kitakutokea? Nini kitakutokea? Na soma hapo kwa sauti, nini kitakutokea? Masuala ya kumfuatilia mke wake, utajikwaa kwake. Masuala ya kufuatilia watoto wake, utajikwaa kwake. Masuala ya kufuatilia ndugu zake, utajikwaa kwake. Masuala ya kufuatilia marafiki zake, utajikwaa. Kwa sababu hata marafiki za Yesu unawajua marafiki za Yesu walikuwa watoza ushuru. Kwa mujibu wa neno la Bwana anasema marafiki zake walikuwa ni watoza ushuru. Marafiki zake ni watu kama akina Lazaro, watu ambao hawawezi. Wakajikwaa kwake. Angalia, ukishajikwaa kwa mtumishi wa Mungu nini kinafuata? Mstari wa 4. Ukishajikwaa kwa mtumishi wa Mungu nini kinafuata? Anasema Yesu akawaambia nabii akosi heshima. Maana yake ana uwezo akawa ni nabii. Yesu alikuwa anajua kabisa, yeye anajua kabisa mimi ndio huyu nabii. Na nimekuambia Biblia inasema tumuamini nabii wetu. Maana yake Yesu alikuwa anajua yeye ndio huyu nabii waliyepaswa kumheshimu. Anasema kwa sababu amemkosea heshima. Anasema tena mstari unaofuata. Anasema wala hakuweza kufanya muujiza wowote. Mtu ambaye kwake anaweza kufanya miujiza mikubwa, ana hekima kubwa ya Mungu, anaweza kufanya mambo makubwa. Maana yake haijalishi upako au ukubwa wa upako au ukubwa wa neema ambao mtu wa Mungu amebeba, kiwango chako cha kumwamini na kumheshimu kinaamua upako alionao ufanye nini kwako.
anaweza akakuombea. Umeona wengine pale wana kansa wanapona, wengine pale wana vimbe wanapona, wengine pale wana sukari wanapona. Ila wewe una changamoto ya uti wa mgongo au poni kwa sababu ya kiwango chako cha kumwamini na kumheshimu. Na hatuwezi kushindana na lilo Bwana. Lazima tumwamini Masihi wa Bwana. Kwa sababu kuna mafanikio hautayapata kama hutaamini. Kumbe Mungu anaweza kukupa nabii, sio tu nabii. Yesu alikuwa anajua yeye ni nabii. Na alikuwa na hekima ambayo mpaka watu wameona, na alikuwa na miujiza ambayo mpaka watu wameona. Mikono yake inafanya ishara ambazo mpaka watu wameona. Lakini alipoingia hapa, watu walipojikwaa kwake ding, kuanzia hapo nguvu ya kutenda miujiza inaisha. Na angalia anasemaje, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Alafu tena mstari unaofuata wa 6, akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ndio hiyo kutokumwamini. Nimesemaje? Kutokumwamini. Anasema akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Huwezi ukaona miujiza mingi. Mtu usiyemwamini huwezi ukaona miujiza mingi kwake. Mchungaji usiyemwamini, baba wa kiroho usiyemwamini, huwezi ukaona miujiza mingi kwake. Utaishia kuona akifanya kwa wengine, sio kwako. Kwa hiyo nisikilize, baba yako ana miujiza mikubwa. Ana hekima kubwa. Hekima kubwa maana yake kuna mambo utaenda yanahitaji tu ushauri. Yanahitaji tu kukuambia nenda kafanye 1, 2, 3. Hiyo hekima anayo tayari, as long as ni nabii wa Bwana. Anayo. Baba yako tayari anao upako wa kukusaidia, lakini ili ule upako kusaidie, ili ile hekima ifanye kazi juu yako, acha kumfuatilia kwa masuala ya ndugu zake, acha kumfuatilia kwa masuala ya ndoa, acha kumfuatilia kwa masuala ya elimu, acha kumfuatilia kwa masuala ya umri, acha kumfuatilia kwa masuala ya kwamba hajui Kiingereza au anajua Kiingereza. Hivyo sio vitu vinavyoleta upako. Fuata upako. Mwambie jirani yako fuata upako. Mwambie fuata upako. Kuna kitabu ameandika mtu mmoja anaitwa Doug Mills. Anasema follow it. Fuata upako. Fuata upako. Sisi tunachokifuata ni ile hekima ya Mungu iliyoko ndani yake. Tunamwamini kwa sababu tumeiona hekima ndani yake. Tunamwamini kwa sababu tumemwona Yesu ndani yake. Tunamwamini kwa sababu tumeiona miujiza ndani yake. Tunamwamini kwa sababu tumeisikia sauti ya Mungu kupitia yeye. Ndio maana yakuwa nabii. Kama huo unaisikia sauti ya Mungu, naamini baba akiongea, Mungu anaongeaga kupitia yeye, amini na usikubali chochote kikakondoa kwenye kuamini. Usikubali. Mwambie jirani yako usikubali. Mwambie tena usikubali. Mwambie tena usikubali. Katika jina la Yesu. Ngoja nikupe tena andiko lingine. Ezekiel shanda rabababa. Satalabaya. Manta rabobobo shaka. Ezekiel 30 shanda baba. Ngoja nitafute. Yakarabo shaka rabababa. Ribobobobo shaka. Ezekiel 34 mstari wa 5. Ezekiel 34 mstari wa 5 na mstari wa 6. Na tusome wote kwa sauti hapo. Tena tusome 1, 2, 3. Soma. Nao wakatawanyika. Wakatawanyika kwa sababu hakukuwa na nini? Hawakuwa na nini? Maana yake mchungaji asipokuwepo unatawanywa. Na hii sio lazima mchungaji asiwepo physically. Anaweza kawa yupo physically ila kwenye moyo wako hayupo. Hujamuona hivyo kama baba. Hujamuona hivyo kama baba. Jambo la 3, niende imani nyingine ambayo adui anaishambulia. Imani nyingine ambayo adui anaishambulia ni imani yako kwa neno, mawazo na maono ambayo Mungu anakupa. Imani yako kwenye neno la Mungu, mawazo ambayo Mungu anakupa, na kwenye maono ambayo Mungu anakupa, ndoto ambazo Mungu anakupa. Unaziamini? Habakuki sura ya 2 mstari wa 1, wa 2, wa 3, wa 4.
Habakuki sura ya 2 mstari wa 1, wa 2, wa 3 na wa 4. Imani yako, usipoliamini neno alifanya kazi kwako, usipoyaamini mawazo ya Mungu hayafanye kazi kwako, usipoamini maono ambayo Mungu anakuonyesha hayatafanya kazi kwako, usipoamini ndoto ambayo Mungu amekuonyesha, huwa ukilala unaota uko na watu wakubwa ndani ya nchi, unaona uko pale na makamu wa rais, unaona uko pale na wabunge, unaona uko pale na mawaziri, unaona uko pale au watu wakubwa unawaona kwenye ndoto. Usipoamini hicho kitu Mungu anachokuonyesha, ukahisi ni ndoto za mchana, mtu wa Mungu, hicho kitu hakitokei. Anasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi atakavyonijibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Mstari wa 2 sasa, angalia alivyokaa mahali pake. Bwana akamjibu. Anasema Bwana akanijibu akasema, iandike njozi, andika haya maono, andika hii ndoto, andika haya mawazo, iandike hiyo njozi. Anasema iwe wazi, anasema ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Maana yake uiandike kila mtu aweze kuiona. Andika kila mtu aweze kuiona. Wazo ambalo Mungu akikuambia lifanye mpaka watu walione. Ukiachana kwamba ile adui anaweza akachukulia advantage hapo, kwamba akatumia kama advantage ya kukuzuia mpango wako usitimie, lakini akisha ndani ya moyo wako umeiandika, iko wazi, unaiamini, macho yako yanaiona vizuri, akili yako inaiamini vizuri. Alafu anasema ili asomaye apate kuisoma kama maji. Neno apate kuisoma kama maji kwa Kiingereza anasema that he readeth it, he may run with it. Yoyote ambaye atasoma hayo maono na hiyo njozi ataweza kukimbia nayo, maana ataweza kuifanyia kazi. Sasa twende mstari wa 3. Yes, anasema that he may run that readeth it, maana anaisoma aweze kukimbia nayo. Twende mstari unaofuata wa 3. Anasema for the vision is yet for an appointed time. Maana kuna maono Mungu atakuonyesha ni kwa ajili ya muda fulani mbeleni, kwa ajili ya majira fulani mbeleni. For an appointed time, ni kwa ajili ya muda fulani mbeleni. Na inaweza ikawa wewe umeona leo na ukayachukua ile maono ukajipima na leo yako, ukaona kabisa ile jambo haliwezekani. Usipime maono na mawazo ya Mungu na ndoto Mungu anazokupa na mawazo Mungu anayokupa kwa hali ulionayo sasa. Yaangalie kwa jicho la mbeleni pia, kama ambavyo Mungu anakuambia, na uanze kuyaamini na kuyaendea katika jina la Yesu. Anasema ndoto hiyo ni kwa ajili ya wakati ulioamriwa. Maana kuna wakati umeamriwa hiyo ndoto ije. Ile ndoto ya kujenga ina wakati ambao mbingu zimeamuru, na itakuwa katika jina la Yesu. Ile ndoto ya Tanzania mpya kuna wakati mbingu zimeamua, na huo wakati umefika kwa jina la Yesu. Ndoto ya biashara, ndoto ya huduma, ndoto ya ndoa, ndoto ya kufungua biashara, kufungua duka, ndoto ya safari, chochote ambacho ungefanya kina majira yake, na hayo majira natangaza yaje kwa mamlaka ya jina la Yesu. Is for an appointed time. Anasema na yenyewe inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Maana yake na hiyo ndoto sio kwamba imechelewa. Hakunaga kuchelewa kwenye maono ya Mungu, hakunaga kuchelewa kwenye mawazo ya Mungu, hakunaga kuchelewa kwenye njozi ambazo Mungu anakupa, hakunaga kuchelewa kwenye ndoto ambazo Mungu anakupa. Mungu anasema zinafanya mbio, zinakimbia na kuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yale uyaona miaka 10 iliyopita yatokee kwa jina la Yesu. Uliona miaka 5 iliyopita yatokee kwa jina la Yesu. Uliona miaka 2, miezi kadhaa iliyopita, siku kadhaa zilizopita, masaa kadhaa iliyopita, zifanye mbio ndoto hizo zitokee kwa jina la Yesu. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Anasema wala haitasema uongo. Hilo neno wala haitasema uongo maana yake iamini hiyo ndoto. Amini hiyo sauti ya Mungu juu yako. Amini yale matamko uliyotamkiwa. Amini. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Napenda hicho kipengele sana. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Waweza tu maneno la uzima libadilishe yote. Hata usiyafanye yoyote, hata usiyafanye hayo yote,
bado nitaamini. Na tutaendelea kuamini. Sisi tutaamini hata kama itaonekana hakuna dalili. Sisi tunaamini. Dalili zinasababishwa na imani yetu. Sisi tutaamini mpaka imekuwa kwa jina la Yesu. Tunaamini kwa habari ya Tanzania kama alivyosema Masihi wa Bwana baba yetu, ndivyo tunavyoamini katika jina la Yesu. Imani yetu imejengwa kwenye neno hili la unabii ambalo tunaliangalia kama taa iwakayo mahali penye giza, na tunaamini ya kwamba itakuwa kwa jina la Yesu. Itakuwa. Na nakwambia matamko yote ambayo umetamkiwa, baraka yote ambayo umetamkiwa, maombi yote ambayo baba alitamka, akatamka hapa kwenye madhabahu, ulitamkiwa na Masihi wa Bwana, na nataka nikwambie itakuwa. Matamko hayo yanafanya haraka kutimia ndani ya mwaka huu kwa jina la Yesu. Nasema tena, matamko hayo yanafanya haraka kutimia ndani ya mwaka huu katika jina la Yesu. Baba yetu asemi uongo, wala neno la Mungu ndani yake alisemi uongo, wala roho wa Mungu ndani yake asemi uongo. Akisema huwa yanatukia kweli kweli, kama ambavyo tumeona zile nabii alizozitoa zimetokea na kuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila matamko ambayo baba aliyatamka juu yako yatokee kwa jina la Yesu. Nasema kila maombi ambayo baba aliyatuma juu yako yatokee kwa jina la Yesu. Na hapa sijaongelea ambayo baba anakuombea sasa. Nimeongea yale ambayo baba alikuombea na ukasikia kama masikio yako anakutamkia, anasema mwanangu, nenda ukafanikiwe mwanangu, nenda ukashinde mwanangu, nenda ukatawale mwanangu, nenda ukaanze mwanangu, nenda ukainuke na mwanangu, nenda watu wakakushangilia mwanangu, nenda ukapokelewe kila unapoenda, nenda ukasikilizwe kama ambavyo unasikilizwa. Hayo matamko tunalazimisha sasa kwenye ulimwengu wa roho yazaliwe kwa jina la Yesu. Sema tena, yazaliwe kwa jina la Yesu. Sema kila matamko aliyonitamkia baba yangu, kila mkono niliowekewa, kila neema iliyonijilia kutoka kwake ianze kufanya kazi. Ianze kufanya kazi. Anasema yenyewe inapiga mbio kwa ajili ya kufikiria ule mwisho. Anasema wala haitasema uongo. Alafu anasema hivi, ijapo kawia ingoje. Uwezi ukangoja kama hauna imani. Waebrania sura ya 6 ule mstari wa 12 anasema basi tuwe na imani na uvumilivu ili tuweze kudhirithi ahadi. Anasema hivi, Waebrania 6:12 anasema ila msio wavivu bali mkawe wafuasi wa hao wadhirisio ahadi. Wafuasi wao wadhirisio ahadi kwa imani na uvumilivu. Imani ni kwamba unaamini Mungu atakufanyia. Uvumilivu ni kwamba unaendelea kubakia na hiyo imani yako, haijalishi nini kinatokea, haijalishi unaona nini. Uvumilivu ni kwamba unaendelea kubakia na hiyo imani yako, haijalishi unaona nini. Unaamini ya kwamba ili jambo limesemwa lazima litokee, lazima liwe, lazima lifanyike, lazima lifanikiwe. Kile ambacho baba ametamka kwenye masikio yangu nikakisikia kwa habari ya kwenda kimataifa, lazima kitokee. Mimi kuna wakati mwingine nachukua yale matamko pale kwenye Facebook yangu, nani ambayo nimeipini pale juu, nimepini yale matamko ambayo baba ananitamkia siku anatuweka wakfu wachungaji hapa, anatuwekea na zile kola. Nimeweka pale makusudi kila nikifungua pale nikutane nayo kwanza, nisikie tena na kusikia tena hata kama sijaona yote yakitokea sasa. Ninachoamini ni kwamba uvumilivu utanisaidia niweze kuyaona. Uvumilivu, Yesu alisema atakayevumilia mpaka mwisho atafanyaje? Maana yake tofauti tunakuwa na imani, kuwa pia na uvumilivu. Amini ya kwamba ulichokiona, ulichokisikia, ulichoombewa, ulichotamkiwa ni kitu cha kweli na kinatokea katika jina la Yesu. Wengine baba aliwatamkia kwa habari ya kusoma, kwa habari ya kushinda kesi, kwa habari ya lolote ile ambalo baba alitamka linakuwa katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Haleluya tena. Haleluya tena. Kwa hiyo jambo la tatu, amini hayo maono, mawazo ya Mungu. Sasa naomba tusimame tuombe kwa pamoja. Tusimame tuombe kwa pamoja. Labda leo ningeongelea jambo la tatu ambalo linatufanya tuingie kwenye vita, ni kwamba tupo
kwenye ufalme wa Mungu ambaye ni mtu wa vita. Tupo kwenye ufalme wa Mungu ambaye ni mtu wa vita. Tupo kwenye ufalme wa Mungu ambaye ni mtu wa vita. He is a man of war. Yeye ni mtu wa vita. Yeye ni mtu wa vita. Yeye ni mtu wa vita. Manake kama Mungu ni baba yako ni mtu wa vita, na wewe pia unapaswa kuwa mtu wa vita. Kama Mungu ni baba yako na ni Bwana wa majeshi, manake na wewe ni sehemu ya jeshi la baba yako. Kila vita ambayo Mungu anapigana kupitia watu wake. Manake anapigana kupitia wewe, anapigana kupitia mimi, anapigana kupitia kanisa, anapigana kupitia watoto wake walioko duniani. Nataka uombe kwa dakika chache. Uombe kwa dakika chache. Umwambie Bwana Yesu akupe neema ya ufuasi katika jina la Yesu. Nadhani mkaribishe Pastor Masha aombe ili ombi kama kwa dakika 10, alafu tuiombe hiyo neema ya ufuasi. Mungu atupe hiyo neema ya ufuasi, kuendelea kufuata mpaka mwisho. Tufuate mpaka mwisho. Mwambie Bwana, hakuna cha kuniondoa kwenye ufuasi. Hakuna cha kuiumbisha imani yangu kwa baba yangu. Hakuna cha kuiumbisha imani yangu kwa baba yangu. Nakataa kwa jina la Yesu. Hebu omba ili ombi kwa kumaanisha, na Pastor Masha atatusaidia pia kukusanya na sadaka na kuairisha maombi yako kwa siku hii ya leo katika jina la Yesu. Tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Bwana Yesu, tunakushukuru, asante kwa ajili ya neno ambalo tumejifunza mahali hapa, hasa juu ya ufuasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu baraka zetu tumeelewa kwamba zimefungwa ndani ya ufuasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Tusaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tusaidie Bwana, mioyo yetu iambatane na mtumishi wa Mungu ambaye umetupa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, bila kuangalia mazingira au hali yote ambayo ipo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, tupe imani kwenye kila jambo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kama tulivyoanza mwanzo, kwa jina kula Yesu Kristo aliye hai. Isiwepo hali ya kuishia njiani kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Isiwepo hali yote ya kukwama kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana wewe ulianzisha kazi kwenye mioyo yetu utakamilisha hata siku ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Manda rapa ya katapa leko shanda rigado shataya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mantoko rapa ya rabai masata ragadaba rekotoria manda rapa pasanda rekata papa pasata, katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Masata ragadaba rekotoria manda rapa pasanda. Tumefahamu ya kwamba kufanikiwa kwetu ni kuamini mtumishi wa Mungu ambaye Bwana umetupa, katika jina la Yesu. Tumfuate kama yeye ambavyo anakufuata wewe Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Manda rapa papa sanda. Mwambie Bwana, nipe neema kufuata katika jina la Yesu Kristo. Nisaidie Bwana kufuata. Marakatoria manda rekotoria manda rapa pasata rikata mama shakapa rekotoria manda rapa pasanda, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tupe neema kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tusaidie Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo, hata kuamini maono ambayo umempa baba yetu, katika jina la Yesu. Baba, tusaidie. Masata ragadaba rekotoria manda rapa pasanda. Tusaidie Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mioyo yetu Bwana iambatane na mtumishi wako, katika jina la Yesu. Makata rapa ya raba. Igeuze mioyo yetu Bwana, mwelekee baba yetu kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Tugeuze Bwana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tusiangalie mambo yanayoonekana sasa, katika jina la Yesu, bali ufunuo ambao Mungu umetupa tangu mwanzo, katika jina la Yesu, juu ya mambo yasiyoonekana, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utupe imani, utuongeze imani kwa damu ya Yesu. Utupe imani, utuongeze imani katika jina
jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rekata papasata, isiwepo hali ya kustasita katika njia mbili, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, kama ilivyokuwa kwa Elisha alivyomfuata Elia mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na mioyo yetu Bwana igeuzwe katika jina la Yesu, igeuzwe kabisa kwa jina la Yesu, ili zile ahadi ambazo Bwana umeweka kupitia mtumishi wako Bwana tudhirithi katika jina la Yesu, na ziwe halithi kwetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakataa uasi, tunakataa kwa jina la Yesu ule moyo wa kuasi, ile hali ya kuasi tunaipinga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haitakaa kwa mioyo yetu, haitakaa kwa jina la Yesu. Moyo wa uasi hautakaa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo. Tunakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunakataa uasi kwa damu ya mwana kondoo. Kwenye makanisa tuliopo tunakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Mandarapa pasakapa, tunakataa kuasi kwa jina la Yesu. Tunakataa hiyo roho katika jina la Yesu. Haitakaa kwenye mioyo yetu, haitakaa, tunaikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunaikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mandarapa pasakapa, rikotoria mandarababa, masata rakata, rekotoria mandekova, masata kapasata, ikatoria mandarapa pasanda, rikotoria manda kapasata. Tunakataa uasi katika jina la Yesu. Tunakataa hiyo roho, haitatuvaa sisi. Kwa damu ya mwana kondoo tutafuata kama Kristo, vile ambavyo kama Kristo alivyoagiza, kwa damu ya mwana kondoo. Rikata mama sakapa, rekotoria manda rama sanda, rikata mama sanda, katika jina la Yesu. Masata kapasata, rekotoria manda rama sata, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninakataa moyo wa uasi kwa jina la Yesu. Sema ninakataa moyo wa uasi kwa jina la Yesu. Ninakataa moyo wa uasi, na hiyo roho ya uasi haitanivaa mimi kwa jina la Yesu. Haitavaa moyo wangu kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana Yesu.